الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد. Ndugu zangu waislamu, katika khutba hii ya pili nikimalizia baadhi ya vitu, nataka tu waerevu sisi waislamu, kama vile ambavyo dini yetu ni dini ya elimu. Hebu tuendane na viwango vya dini hii, tusivutwe na mikumbo ya watu wajinga. Mtu ambaye hana dini, hana akhlaq, asikuathiri na Uislamu wako. Hili jambo hili ni mahubiri ya dini yetu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe watu wote katika nchi hii waelewe jambo hili, utulivu huu tuliokuwa nao na faida yake. Raia waelewe na hao watawala waelewe kwa mujibu wa misingi ya Uislamu. Sasa baada ya kuyasema hayo, kuna mambo machache niyaseme kumalizia, kwa sababu ya wakati huu tuliokuwa nayo, na haya ni mazungumzo maalum sana. Natoa nasaha kwangu mwenyewe mzungumzaji, na kwa ndugu zangu waislamu wanaonisikia, na kwa wale wote ambao wataupata ujumbe huu. Al-amnu lahu wasailuhu. Tufahamu pia hii amani tunayoihubiri ina njia zake, na Uislamu umezitaja. Ziko njia wakipita watu watafikia kwenye amani, lakini wakikiuka, wakaziacha njia hizo, wakachoronga za kwao, amani itakuwa ni mazungumzo tu ya mdomoni, lakini haitakuwa na uhalisia, na kama itakuwepo haitakuwa ya kudumu yenye manufaa, itakuwa ni ya zima moto. Amani yafunika kombe. Tunazungumzia sisi amani ya kudumu ambayo ina manufaa. Uislamu umeiwekea njia zake. Sasa ni mambo mengi ya kuzungumza kwenye madarasa, sio kwenye khutba. Mimi nitanukuu mafupi sana katika khutba hii, kwa sababu waislamu wengi tunawapata kwenye khutba hizi. Wengi hamji kusoma madarasani wala hamji msikitini kwenye swala za jamaa. Waislamu wengi wanapatikana Ijumaa, wengi wao, na wengine pia hatuwapati. Allah ajalie wasikie maneno haya. Ziko njia za kufikia amani. Miongoni mwa njia hizo kwa ufupi, tahqiqu tauhid, ni sisi kuithibitisha tauhidi ya Allah. Hili jambo tauhidullah bil ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, hii ni njia ya kufikia amani. Ikiwa tunaitaka amani na sisi waislamu tunaienzi amani, falnuqbil ala tauhid, tuelekee kwenye tauhidi ya Allah, tumwabudu Allah peke yake na tusimshirikishe na chochote. Tusiombe makaburi wala kutufu makaburini, tusiombe mizimu wala tusiamini mambo ya kishirikina, mambo ya waganga wa kienyeji, mambo ya matambiko, mambo ya hirizi na mfano wake, kuchinjia mizimu. Tusiamini mambo haya. Mambo haya ni nuksi, watu wakiyafanya yanawatoa katika amani yao, kwa sababu shirki manba'u shaytani. Shirki wanasema ulama ni manba'u shaytani, ni chemchemu ya shaitani. Mahala penye shirki ya pana kheri, pana kila balaa. Sasa sisi waislamu, dini yetu imetufundisha tauhid, kumwelekea Allah kwenye mambo yote. Tukifanya hivyo, amani inakuja automatically. Tauhidi kwenye kila kitu, tauhidi kwenye ibada ya Allah, tauhidi kwenye uumbaji, tauhidi kwenye kunyenyekea ahkamu za Allah, ahkamullah wa shari'atu, na sheria yake, kuinyenyekea, kuikubali na kuihukumisha. Yote haya yanaingia kwenye tauhidullah. Hii ni njia ya amani, na ukisoma Qur'ani utaona Allah anazungumza hayo. Mfano, ukisoma suratul Nur, Allah anasema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Kisha Allah kamalizia
waman kafara ba'da dhalik faulaika humul fasiqun. Ashahid min al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala anaweka ahadi kwamba Allah amewaahidi wale walioamini na wakafanya matendo mazuri, Allah amewaahidi kuwapa utawala katika ardhi kama vile ambavyo amewatawalisha wale waliokuwa kabla yao, bali Allah ataimakinisha dini yao, dini ya Uislamu, dini ambayo Allah ameiridhia kwao. Mahallu shahid, Allah kasema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawabadilishia wao baada ya hofu yao kuwaletea amani. Yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, watakuwa wakiniabudu mimi na hawatonishirikisha na chochote. Kisha Allah akamalizia waman kafara ba'da dhalik faulaika humul fasiqun, na wale ambao watakufuru baada ya hapo basi hao ndio mafasik. Hiyo ni suratul Nur aya 55. Katika suratul An'am nisome aya hii, Allah anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na wala hakuichanganya imani yao na ushirikina, hao wana amani na wao ndio wenye kuongoka. At-tauhid ya ibadallah, tauhid ni katika msingi madhubuti wa amani. Sasa wakati unazungumzia amani, zungumza uliposimama kwenye tauhid. Wewe ni muwahhid, unamwamini Allah au unaamini kwenye waganga? Na watu ambao hawamwamini Allah hawajatulia. Wewe angalia washirikina tu, hawana hata amani kwenye maisha yao. Mshirikina akisikia mnyama amelia nje halali, wangapi hawalali wakisikia nyau nje kalia au bundi kalia? Hawalali kwa sababu ya zile imani za kishirikina, anaona anarogwa. Watu hawa wamekosa tauhid, hawana utulivu. Basi ni hivyo hivyo kwa mustawa wa nchi, kwa mustawa wa mji, kwa mustawa wa familia, hali ni hiyo. Lakini jambo la pili ambalo nilitaja katika barabara za amani, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wallahi tusiachane, wenye uwezo wa kusema waseme, watu wasizuie kuzungumza wakati mambo yanaharibika, hasa sisi Waislamu, al-mashayikh wad-du'atu wal-asatidha, mashekhe, walinganizi, waalimu, kupitia membari hizi, madarasa yetu, semina mbalimbali, tuzungumzeni haki kwa kubainisha mema na kukataza mabaya. Jukumu hili ni la msingi sana. Ikifika wakati watu wakakaliana kimya, yani watu wanaharibu, kila mtu anaogopa, mimi sije nikawa chambo bwana, unajua watu wanawindana bwana, sio kuonekana kiherehere. Watu ambao wana maslahi ya kidunia wazungumze maneno haya, sitowashangaa. Lakini mtu dai ila Allah ambaye lengo lake ni kumridhisha Allah na safari yake ni akhira, akaogopa madhara ya walimwengu kuzungumza haki, haki itajulikana lini sasa ikiwa watu wote wamejifungia, hatuzungumzi, twaparaza paraza tu? La, lazima watu wa haki. Wakati wa machafuko kama haya, machafuko yakiwa ya kasi, dawa ya haki iende kasi, tuwakabili wale wachafuaji kwa hoja na dalili, tuwaonye, tuwakanye, tuwakataze, potelea mbali. Kama kuna janga litatukuta sisi kwa sababu ya hili, alhamdulillah, kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Madhara ambayo yatatukuta yashaandikwa hayo. Unakufaje? Unakufa kwenye kuitangaza haki, ndio kheri. Watu wanakufa kukuharisha tu bwana, mtu anahara mpaka anakufa kidhalili. Wewe unaogopa kufa kwa ajili ya kutangaza haki? Kimya. Nazungumza hivi, al-amru bil ma'ruf, lazima tukatazane mabaya, tuamrishane mema. Msingi huu ni msingi wa kuleta amani. Kwa hivyo watu ambao wanajaribu kufanya matendo ya kuvuruga huu utulivu, tuwazuieni, tuwakatazeni, tuwaonyesheni njia yenye kufaa. Lakini tukikaa kimya tukasema sihusiki mimi, watu wakaharibu, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, watu wa familia zetu, watu wa mji wetu na wajua, tukasema shauri zao ni vijana hao, mihemko ya watoto hao, madhara yakija yanajumuisha watu wote. Allah subhanahu wa ta'ala, angalia kwenye Qur'an katika suratul Maida, nimalizia maneno yangu,
akiwazungumzia banu Israili. Allah anawazungumzia wana wa Israili namna walivyopewa laana, akisema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Laana iliwakuta bani Israil. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, Allah anasema wamelaaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israili ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, juu ya ulimi wa nabii Daud na Isa mwana wa Maryam. Walipata laana bani Israili wale makafiri wao kupitia ndimi za manabii hawa. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, na hilo ni kwa vile ambavyo walifanya uasi na walikuwa wakichupa mipaka. Angalia tabia yao bani Israili, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, walikuwa bani Israili la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, hawakatazani kuhusiana na uovu ambao wanaufanya. Watu wanafanya uovu pale, watu kimya. Walikuwa hawakatazani na uovu ambao wanafanya. Labisa ma kanu yafalu, Allah anasema ni jambo baya mno ambalo walikuwa wanalifanya banu Israili. Katika misingi ya kuleta amani ni watu kuihubiri amani kwa kuamrishana mema kwenye jambo hili, kwamba amani ni neema na uharibifu ni balaa. Wale waovu ambao wako tayari kuivunja amani hii kwa maslahi yao binafsi au maslahi ya waliowatuma, tusiwakubalie, tuwarekebishe, tuwaonyeshe maslahi ya utulivu huu. Kwa hivyo lazima waamrishwe mema, wakatazwe mabaya. Mashekhe wafanye majukumu yao kiuadilifu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katupigia mfano mkubwa sana Waislamu lao mkiuelewa, mfano wa jahazi. Hadithi ya Nu'man ibn Bashir, watu wengi wanaijua hadithi hii, inda Imam al-Bukhari. Mfano mkubwa, mathalu al-qa'im fi hududillah wal-waqi' fihi kamathali qaumin istahmu ala safina. Mfano uchukue huu, mfano wa wale ambao wamesimama katika dini na wale waliokengeuka. Mfano wao ni mfano wa watu waliopanda kwenye jahazi moja, kipando choni kimoja. Jahazi likawa lina matabaka mawili, fakana ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha, ikawa baadhi yao wako tabaka la juu la jahazi, wengine wako chini. Mfano huo, fakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma marru ila man fawqahu, wakawa wale wa chini wakipata kiu wakahitajia maji wanakwenda juu kwa jamaa zao, tupeni maji ya kunywa, wanapewa kanywa, na safari inaendelea kwenye bahari. Hawa watu wa chini wakawa na rai, wakasema law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana, lau tungetoboa hapa chini kwenye jahazi letu, maji si yako haya, ikawa tunachota tu, tusingewaudhi wale wa juu. Wewe unaonaje hiyo jambo? Hiyo rai unaionaje? Ikiwa wewe umepanda kwenye ile jahazi, jamaa huko chini unasema tutoboe tundu hapa, tuchotee hapa hapa. Tunasafiri katika ziwa Victoria bwana, maji baridi haya, ziwa Nyasa, si tutoboe tu hapa? Mtume anasema lau wale watu wa juu wakiwaacha hawa wa chini na akili yao hii mbaya, wataangamia wote. Watatoboa jahazi, maji yataingia, chombo kitazama, watakufa wote, wa chini na wa juu. Lakini walau akhadhu ala aidihim, lakini wakichukua mikono yao wakawazuia, wataokoka wao na wataokoka wengine. Najau wanajau jamian. Huu ndio mfano wa watu wenye kuamrisha mema, watu wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Siku wakinyamaza wakawaacha watu waendelee na maovu yao, madhara yakija hayatobagua. Kwa mfano wa karibu ni juzi, nitawapa mfano huo tu mpaka mtaelewa. Kwani nyinyi watu wa msikiti huu mliandamana? Nyinyi watu wa fujo? Si watu wa maandamano, wala hatukubaliani nayo. Min qablu wa min ba'd, tunayapinga kabla na baada. Nilizungumza hapa, hata maandamano yakatolewa kibali na Mheshimiwa Rais kwamba andamaneni sasa wa Tanzania. Sisi masalafi hatuandamani, ni haramu katika dini yetu jambo hilo. Tulizungumza hapa, sisi watu wa maandamano hatumo,
hatumo. Kama unaogopa ni wewe bwana. Lakini watu walipoingia barabarani wakafanya hayo maandamano, madhara yametukuta, hayakutukuta sisi. Hatujakaida. Pana watu mpaka wamefanya renovation katika nyumba zao, amegundua kwamba kumbe kuna tundu hapa, kumbe vyombo vimeisha, walikuwa hawajui, wamepata muda kukaa nyumbani na wake. Lakini ni kwa sababu ya watu wachache. Ndio maana tunaambiwa tukataze hili jambo kwa nguvu yote, kwa sababu madhara yakija hayatukubagua wewe unajitia lakini wacha vijana bwana waonyeshe hasira zao. Na wewe mzee umekaa katika ofisi yako, kikiwaka kitakuhusu, waulize wenzio. Sisi tunasimamia msingi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Huu ni msingi wa dini yetu. Popote pale apite mtawala yoyote yule, hata kama hao wenye kuitwa wapinzani, la usiku wakafanikiwa kuchukua nchi mathalan, wakawa ndio watawala, maneno yetu kama tuko hai ni haya. Huyo mtawala akiwa mpinzani, maneno yetu tujalie mtawala akawa mpinzani, alafu watu wa kuandamana wakawa ni chama tawala, ndio wanadai haki. Maneno yetu yatakuwa ni haya, kwa sababu Qur'ani haijabadilika. Huu ndio msimamo wetu, uko wazi sana, na lazima watu wajue hilo jambo. Basi ndugu zangu Waislamu, ikiwa tumeyaelewa hayo, tusimamie wajibu huu. Nilitaka muyafahamu haya mawili. Msingi wa tauhid tusimame nao imara. Nikisema tauhid ninamaanisha mbali sana. Wale wenye kukaa madarasani wataelewa. Ama mtu usiofuatilia Uislamu utajua jambo dogo la kawaida, huwezi kuelewa. Kaa uangalie tauhidi na maana gani, inagusa kila nyanja ya maisha. Na tauhidi ni ukombozi. Wallahi, haya mavurugu mnayoyaona ni kwa sababu makafiri ndio walio mbele kwenye mambo haya, na wanaitetea mifumo yao, na hata nguvu ambao wanaipata waandamanaji ni nguvu ya kutokea ukafirini tu. Na hao wahamasishaji ima watakuwa makafiri au ni vijitu ambavyo havijulikani dini zao, watu waovu kabisa, watembea uchi, washenzi, mtu ambaye hana nafasi ya kuchangia chochote katika jambo la dini yetu. Lakini ndio watu kama hawa wanasikilizwa. Sasa dini yetu iwasikilize watu waovu, kijitu kishenzi, kikahaba, mtu atujui ustaarabu wake na Uislamu wake. Huyo anatakiwa awaathiri washenzi wenzie ambao wamekosa mifumo, hawana akili ya dini. Lakini mtu mjinga kumwathiri mtu mwenye dini yake, wanatakiwa washenzi wale wajifunze kwetu, waathirike na Uislamu, wajue kwamba wanakosea. Hii ndio kazi ya tauhid. Kama hujaelewa, kuna mambo utayapa asilimia kubwa mambo ya kijinga, na yale mambo ya muhimu utayadharau. Lakini la pili kwa leo mlichukue, tuamrishane mema katika jambo hili na tukatazane mabaya, na tusikae kimya. Na tukisema kuamrisha mema, sisi Waislamu tuna uadilifu mkubwa. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar iko upande wa raia wao kwa wao, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Lakini pia al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar inawahusu watawala. Watawala pia wanaamrishwa mema na wanakatazwa mabaya, lakini pana lugha za kuzungumza na watawala. Lakini si kwamba wao hawataki kukumbushwa. Mtawala akiwa mwizi, mkandamizaji, mbinafsi, hana huruma na raia wake, hatekelezi ahadi alizoahidi, anatakiwa anasihiwe na saa ziende kwake, aambiwe wewe ni sababu ya kuharibu hali hizi, badilisha mwelekeo wako. Si kwa maana inafaa kwa watawala kufanya wanavyotaka, hata kama wanafanya dhulma, wanakandamiza watu, wanaumiza watu, wanadhulumu watu, wabinafsi, waizi. Si kwamba inafaa kwao, la. Kama una ushahidi mambo hayo, peleka na saa zako kwa utaratibu wako. Ndio maana Ahlusunna wana utaratibu wa kuwanasihi watawala, nasihatul ulah. Watawala wananasihiwa kwa kufuatwa, kuandikiwa barua au kutumiwa wajumbe, watu ambao wanaweza kuwafikia, au kutoa nasaha za jumla bila kumtaja jina, ukabainisha kitu ambacho ni kibaya anachokifanya, kwa sharti uwe una hoja na dalili. Usizungumze kuzua na propaganda za waongo.
zungumza kwa hoja jambo na ushahidi nalo. Watawala wananasihiwa na kila mmoja ananasihiwa. Msingi huu tukisimama nao sisi sote, huu Uislamu utakuwa ni mfano, watauiga Uislamu. Na wameanza kuona huko mwanzoni, wengi walikuwa wanawadharau Waislamu, wakaitwa Waswahili watu wawali tu. Mmeona nafasi ya Waislamu. Sisi hatuingizwi kwenye ujinga, tutaingiza hao wengine, tunajielewa. Sasa hivi naona Waswahili hawaelewi kabisa. Waswahili naona wameamua kutulia. Sio Uswahili, Uislamu. Mtaendelea nyinyi wazungu. Nyinyi si wazungu upande wa pili huko. Sisi tuna Uislamu, hatudanganyiki, tuna misingi. Na ninawaambia hatuzungumzi haya kwa maslahi yoyote. Wao wanajua pia tuna njaa zetu nyingi tu, lakini tunazungumza misingi ya dini yetu. Tuchukue haya maneno maalum na hizi nasaha zikaririwe, na nyinyi ambianeni kwenye vikao vyetu, kwenye mazungumzo yetu, kwenye misikiti yetu, tuzungumze kwa kinywa kipana. Na kama kuna vijana wetu na tabia hizi wametuzunguka, tuwakataze, tusikubaliane. Alhamdulillah, tuliona mfano mzuri juzi kwenye maandamano hapa. Pana watu walikimbilia huko msikitini na pikipiki zao walitolewa hapa. Mashaallah, rijalu da'wa, watu waliofahamu da'wa waliwafukuza hapa. Toa pikipiki yako, toka hapa, takifujo hapa, unakimbilia huko. Tulete balaa sisi. Tairi zililetwa mpaka mbele hapa, hazikuchomwa hapa, zikaondolewa na vijana wetu hapa. Jazakumullahu khairan, Allah walipe khairi. Hayo ndio mambo ya kuyafanya, wafanye huko, sio kwenye eneo letu. Sasa kama haya mambo yatawauzi, si watatuvizia, watafanyaje? Sasa watakufa kwa malaria tu, yani wewe ufe na kuhara tu. Lakini waogopa kusema haki, mtadhuriwa na watu wa batil. Almubtil, mtu wa batil, tumnyamazie. Wallahi, tukinyamaza watu wa haki watapata jeuri watu wa batil. Na hata hawa watawala wanahitaji kujua, wanahitaji kufahamishwa, wanahitaji kufundishwa. Nyinyi msidhani hawa watawala wanafahamu wa Uislamu kwa viwango vyake. Wallahi hawajui, wanahitaji kueleweshwa, wanahitaji maneno kama haya waelewe. Tuzungumzeni haki kwenye viwango vyake. Tumeshindwa kabisa katika maeneo yetu, upumbavu usitokee. Tusimruhusu yoyote, tudhibiti sisi wenyewe. Hili jambo hili litatupa salama sisi hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أقم الصلاة.